kusudio la pili sasa ni kuweza kusubiri kwa rais. Ameweza kuingia kwa maduka yasiyopungua 6 hivi sasa. Amepokea mtazamo huu, ameweza kupokea ubunifu huu kwa 100%. Unajua tena, unajua akija hapa ni dhahiri kwamba huku ukija huku Two Rivers kila kitu kipo. Naam. Kila duka lina biashara yake. Maana nimeona wakati mwingine ukipiga ziara orofa ya juu kule. Naam. Ubora kabisa, na ukiangalia katika orofa ya mwisho kabisa ni kwamba wajua chini wameweza kuweka sehemu ambazo unaweza kutoa pesa katika benki ambayo unaweka pesa yako, lakini juu zaidi wameweza kufungua kila benki na ofisi yake iko pale. Na kwa hiyo unaweza kuja hapa pia vile vile ukaja ukafungua account, kumaanisha kwamba ukija hapo usiwe na wasiwasi. Kama ni mtu ambaye unaelewa katika benki, ukikosa pale katika kile kimashine utaweza kuipata katika benki yenyewe ukiingia ukaweza kusaidia. Nafikiri kwamba waliokuja na wazo kama hili kwa kweli walikuwa wameweza kutekeleza kitu ambacho ni cha uhakika na leo kimeweza kudhihirika. Wajua najaribu kuangalia kitu moja Rashid, kwamba Kenya ikiona maduka kama haya ya Two Rivers, maduka makubwa kabisa, ni hatua kubwa sana kiuchumi. Hatua kubwa kiuchumi, lakini pia changamoto inakuja katika jambo fulani kwamba kwa kweli wameweza kuwekeza, maana ni juhudi za watu binafsi. Kila mtu ameweza kuweka hela yake. Lakini tutasaidika vipi kwa wale watu wengine ambao wana uwezo kama hii? Nafikiri ni changamoto sio tu kwa serikali peke yake, lakini serikali za kaunti, maana tuna mabunge ya makaunti. Kwanza mtatengeza nafasi nyingi za kazi. Pili, mtatumia rasilimali zilizopo. Kuna maeneo yanajulikana kwamba ni wazuri kutengeza vinyago, kuna maeneo fulani ni wazuri kutengeza mahando, kuna kwamba kila eneo litakuwa na uwezo wa kuweza kuonesha bidhaa zake, kuweza kuvutia kimataifa. Kwa hiyo pesa itaingia, nafasi za kazi zitaweza kutengenezwa, vijana watajiacha kujishughulisha na masuala madawa ya kulevya. Kuna fikra ni mojawapo ya kitu ambacho kikikumbatiwa kila kaunti. Ameni usiamini, itakuwa nchi yetu ina watu ambao ni wachapa kazi na vijana ambao wako tayari kuweza kusukuma gurudumu la maisha. Kweli itakuwa ni hatua kubwa sana, manake nikiangalia kwamba kila kaunti zote 47 kila moja ina duka kama hili, si moja, maduka mengi kama haya kabisa. Itakuwa ni ajira kubwa sana. Nafikiri kwamba hii itakuwa inaweza kufungua, maana ukiangalia kwa kweli ni kwamba msuko wa Two Rivers unasaidia wa Kenya, lakini watabaka fulani. Umeelewa kwamba ni hatua moja wapo, na pia Two Rivers imeweza kuleta nafasi kwamba watalii wataminika hapa na ule uhusiano wa mataifa mengine, maana kuna maduka wa Jerumani hapa, kuna maduka wa Faransa, kuna maduka wa Turuki. Ni kwamba tayari tumeweza kuleta ulimwengu kwenye kiganja tukupitia Two Rivers hapa nchini Kenya. Ndio maana ya uzalendo, na Wakenya ni watu wazuri sana. Rais kwa sasa anapiga ziara katika maduka yote hapa, ametoka kule na kwenda chini, kwamba leo ndio siku kabisa. Na ameweza kusema pale mmoja mwekezaji mkuu Chris Kirubi ni kwamba anasema katika miaka inayokuja kutakuwa na sehemu pia vile vile za watu kuweza kujifurahisha, kutakuwa na hoteli, kutakuwa na hospitali, kutakuwa na zahanati, kwamba ukija hapa itakuwa unaweza kwenda kupiga roho yako pasi kama utakuwa na maumivu kuweza kutibiwa. Kwamba nafikiri bado ndoto yao haijakamilika 100%, lakini wameweza kupiga hatua kama ya 70% hadi kufikia sasa. Tunakukujia moja kwa moja kutoka hapa Two Rivers, ambapo kwa kweli leo ndio siku kubwa kabisa. NTV sasa imeamua leo inakita kambi hapa kuhakiki na kuhakikisha kwamba hupitwi na chochote. Rais Uhuru Kenyatta akiwa huko kufungua duka hili, jumba hili kubwa kabisa. Wimbo wa taifa unapigwa, wimbo wa taifa unarindima kiukweli hewani, ishara ya dhahiri kwamba leo ndio siku ya ndovu kumla mwanawe. Na tuangalie mengi yatakayojiri wakati rais akifungua rasmi.